Tukisikiliza watu ambao wameathirika kwa namna moja au nyingine, na mwitikio umekuwa mzuri sana. Na leo kwa mfano tulikuwa tunasikiliza watu ambao wamepata misiba, wamefiwa na jamaa zao. Tumesikiliza pia ambao wameumia, tumesikiliza pia ambao biashara zao zimeharibika, na kila kitu tumekichukua kitazingatiwa katika kuandaa ripoti. Tunaridhika na wanaokuja na yale ambao wanatuambia, na tunaona wazi kwamba wanatuambia kwa ukweli bila woga wala wasiwasi wowote, kwa sababu sisi kama mnavyojua ni tume huru. Hakuna sababu ya mtu yeyote kuwa na wasiwasi kujitokeza mbele ya tume. Mkoa tunapoenda matangazo yanatolewa, kwa hiyo tunaomba tu wananchi wasiwe na wasiwasi, kwa sababu kuna wengine wanasema tuliambiwa msiende, wanatishwa, lakini ukweli ni kwamba kila watu wanavyokuja ndio watu wanaopata matumaini kwamba kumbe kweli tume hii inataka kujua ukweli, wala hakuna athari yoyote ukienda mbele yake. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wajitokeze katika mikoa ambayo tutakwenda, lakini pia tume inapokea pia kwa njia mbalimbali kwamba wananchi wasiwe na wasiwasi. Rais ameonyesha dhamira ya wazi kuunda tume hii chini ya sheria inayotaka tume iwe huru, na kwa kweli tuko huru, wala hatukuwekewa mipaka yoyote. Tunatakiwa tu kubaini vizuri, kwa sababu nyote mnajua kwamba Tanzania sivyo tulivyo. Kwa hiyo kila mtu anataka kujua ukweli, tumefikaje hapa, chanzo ni nini, na yaliyotokea yalikuwa nini, athari zake zimekuwa nini, tunajifunza nini kama taifa, ili sasa ripoti yetu iwe sehemu ya mchakato wa kupata maridhiano ya kitaifa na ya kuhakikisha kwamba hali hii haitukuti tena, maanake sivyo Watanzania tu. Tume imefika na hamna udanganyifu, na wametupokea na kila mtu amepewa nafasi ya kujielezea. Jumla ya thamani ambayo Luhuye Oil Company Limited imepoteza katika miradi yake milioni 221 na laki 7. Ni duka la vifaa vya ujenzi ambalo thamani yake kwa ile niliyoikumbuka, unajua unapokuwa na duka kuna vitu vingi, vilikuwa na thamani ya milioni 68,95,360. Hizo ni fedha halali ambazo zimeteketea kwa mali ambayo naikumbuka pale.